Sasa tunaweza tukasema kule katika mazoezi ya Simba yanatokea mazito. Yanatokea mazito kwa sababu wanaendelea kujiandaa na kujifua kinaga ubaga kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata burudani ya soka kama ambavyo amekuwa kitamani. Simba watacheza dhidi ya kikosi cha Al Masry katika mchezo wa robo finali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, na utakuwa ni mchezo tumainiwa ama utakuwa ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana kwa sababu ya jinsi ambavyo hizi timu zote mbili jinsi zilivyo, kwa maana kwa kikosi cha Al Masry pamoja na kikosi cha Simba Sports Club. Jana nilikufahamisha baadhi ya mambo kadhaa na leo nataka niendelee kukufahamisha mambo kadhaa ili mradi tu kabla ya mchezo hujafika tuwe tumeshaijua kidogo Al Masry ni timu ya namna gani. As we speak, huko mazoezini kwa Simba yanatengenezwa mambo mazito na yanatokea mambo mazito. Kwanza wachezaji wanaonekana kuwa fresh kabisa. Na jana nilikuambia walifikia kwenye eneo la Ismailia na walipata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Manispaa ya Ismailia, miongoni mwa uwanja ambao ni mzuri sana na siku za hivi kati umetumika kwenye michuano ya kimataifa. Na kwa mujibu wa Walt Alson anasema siku moja kabla mchezo kikosi cha Simba kitasafiri kutoka Ismailia kuelekea Suez Canal, na watasafiri I think itakuwa ni mechi yao ni tarehe 2, so wao tarehe 1 usiku moja kabla ya mchezo, maana yake watasafiri kuelekea kule Suez. Na hiyo timu inapendwa, Al Masry inapendwa, kwa Simba lazima wajiandae. Na nilikuwa najaribu kuendelea kumfuatilia, nimesema Walt Alson kumradhi, namzungumzia Vasco da Gama. Huyu ni manager, ni mratibu wa kikosi cha Simba. Kumradhi kama nilisema Walt Alson. Huyu Walt Alson yeye ni wa Yanga. Sasa huyu bwana Vasco da Gama yeye anasema maandalizi yako vizuri na kule ambapo Simba wanapobidi wafikie amefika. Huyu anaitwa Abbas Ali ambaye yeye ni mratibu mkuu wa hiyo timu, na amefika na ameeleza jinsi ambavyo kule mambo yalivyo. Sasa leo nataka tuende detail by details. Kuna baadhi details kadhaa ambazo nimezichukua za kiufundi kabisa ambazo zinaweza zikatupa mambo mengi sana ya kuangalia. Na nimetazama namba nyingi sana, nimeona Simba yuko favorite in number. Yani ukitazama kwenye eneo la namba, Simba hapo kwenye eneo la kufanya maajabu sana. Mfano, Simba wamecheza mechi 6. Kwenye hizo mechi 6 Al Masry wamefunga mabao 7, wamefungwa mabao 4. Na wameweza kufunga, tunasema kila mechi moja wana average ya kufunga bao 1.2. So wako chini ya under 1.5. Wako chini ya hiyo. Manake hawezi kufunga mabao 2 na kuendelea kwenye mechi ambazo wamecheza. Ni bao 1 tu ambalo wanaweza kufunga. Lakini ukiangalia mabao yao jinsi yalivyopatikana, hawajafunga bao hata moja kwenye penalty, hawajafunga bao hata moja kwenye free kicks, although wana free kick 2 wamepiga, na mabao ambayo yamefungwa inside the box ni mabao 7. So mabao yote 7 yamefungwa inside the box, na kwenye michezo 6 ambayo nimekwambia wamepiga wakiwa inside the box wamepiga mashuti 60. So katika mchezo mmoja inside the box wanaweza wakafanya mashambulizi 10. Sio kama naeleweka vizuri. Outside the box wamepiga mashuti 17. Although jana nilikwambia jamaa ni wazuri sana kwenye long range, but inaonekana wakifika kwenye box ndio wanakuwa na hatari zaidi kwa namba za namna hii na kwa namna ambavyo mabao yalivyopatikana. Well, kutokea upande wa kushoto wamefunga bao 1, kutokea upande wa kulia wamefunga mabao 4, na kwa mipira ya kichwa wamefunga mabao 2. Kwa maana ya kwamba upande wa kulia wa Al Masry ndio upande ambao una nguvu zaidi, na ukiwaminya kwenye ile eneo ambalo linabaki kwa la hatari ni mipira ya juu ambao Simba wana udhaifu kwa kiasi fulani. Kwenye mchezo mmoja wana average ya kupiga jumla mashuti 12 na shoot on target zinakuwa ni 4 kwenye mchezo mmoja huo. Nadhani hapo umenielewa. Yani kwenye mchezo mmoja average yao ni mashuti 12 kwenye lango la timu pinzani, mashuti yaliyopigwa. Sasa mara baada ya kutazama hayo yote nikaangalia kwenye eneo la ball possession wako vipi. Hao jamaa wana uwezo wa kumiliki mpira kwa 66.7 katika mchezo mmoja.
wakiwa na uhakika kupiga pasi 314. Maana yake ni kwamba wako vizuri sana kwenye possession, kwa sababu pasi 300 na kuendelea ni average pass dunia mzima, ni average pass. Ukiwa na uwezo kupiga pasi hizo, maana yake wewe tayari ushafika kwenye ile average ya kucheza na mpira. Kwenye afya yao ndio ambao wanachezea mpira sana, kwa sababu kwenye ile eneo wana uhakika kupiga pasi 172 kwenye mchezo mmoja. Kwenye eneo la opponent ni eneo ambalo wanaugusa mpira mara chache lakini kimkakati, huku wana uhakika kugusa mpira kwa pasi 146. Long balls wana uhakika kupiga long balls 19. Kwenye hizo pasi zinazopigwa 300 na wana long balls 19 ambazo ni za kimkakati pia. Nikaja kutazama kwenye eneo la wachezaji, ni wachezaji gani ambao ni hatari. Mchezaji wa kwanza ambaye kwangu mimi nimemuona ni mtu hatari ni Fakhirdin bin Yusuf, mchezaji ambaye ana miaka 33. Ni anaweza kucheza kama left winger, right winger na second striker. Huyu bwana amekuwa na performance nzuri kusema la kweli. Kwenye michuano ya hii CAF Confederation Cup amecheza michezo 5, dakika 328, amefunga mabao 3. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na miguso mingi sana kwenye eneo lote la uwanja. Ana miguso mingi sana. Na hata ukitazama mfano wa rate yake ni 6.96. Manake kwenye eneo la chance creating ana 42%, defending 42%, attacking 59%, technical 49%, tactical 44%. Maana yake jamaa ni complete, ni mchezaji ambaye anaweza kusumbua sana. Ni mchezaji msumbufu na Simba wanahitaji kuwa makini naye. Mchezaji mwingine ambaye nimemfuatilia nikaona ni hatari sana, Simba wanahitaji kumwekea ulinzi thabiti, ni Abdurrahim Dagumam. Huyu jamaa ana miaka 26, anacheza kama midfield. Ni central, ni attacking midfielder. Ukiangalia rate yake ni 7.12. Ni wachezaji wachache wa Al Masry ambao wana rate ya juu. Huyu jamaa rate yake ni 7.2. Kwenye michuano hii ya CAF Champions League, ya CAF Confederation Cup, amecheza michezo 5, dakika 293. Hajafunga mabao, lakini ule upande wa kulia wa kushoto kwao, kulia kwa Simba, ndio upande ambao jamaa ana nguvu sana. Ukiangalia kwenye rate, attacking 54%, technical 54%, tactical 41%, defending 42% na creating 48%. Ni mchezaji hatari pia. Mchezaji mwingine ambaye ni hatari wa kutazamwa ni Khalid El Ghadoun. Mwamba anacheza kama attacking midfielder ama central midfielder. Hajafunga mabao mengi mpaka sasa, ana assist 1 kwenye michezo 4. Kule kwa Mohamed Hussein ndio huko ambao jamaa amekuwa na hatari sana. Sasa tutakuja kuwatazama Simba kwenye siku hizi zinavyofuata na baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na numbers nzuri. Lakini ukiangalia jamaa yeye ana rate kubwa sana. Nimekwambia rate yake ni 6 point something. Wakati huku kwa Simba kuna mtu ambaye ana rate ya 7 point something. So nitakuja kukuambia kwa upande wa Simba mambo yakoje, lakini hiyo ni kwa brief kiufundi kidogo kuhusu Al Masry. Kila siku nitakuwa nakupa baadhi ya vitu kiufundi jinsi ambavyo hao jamaa walivyo, lakini kwenye mazoezi ya Simba kuna chacha bala. Wanajiandaa kuhakikisha kwamba wanawaburudisha wa Tanzania. Asante, bye bye.